Wakati vita vya Irani na Marekani vikiendelea kupamba moto, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amezungumza moja kwa moja na shirika la NBC News, huku mtandao ukiendelea kuminywa kwa raia wengi nchini Iran. Araghchi anasema kwamba Irani huenda imepoteza kamanda mmoja au wawili, lakini pia ameongeza kuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yuko hai kulingana na kile anachofahamu. Vyombo vya habari vya Irani hadi sasa vimekanusha kwamba maofisa na makamanda kadhaa wa Irani wameuawa, akiwemo rais na kamanda mkuu wa jeshi. Araghchi amesema kwamba kipaumbele kwa Irani ni kupunguza mvutano na iko tayari kwa mazungumzo mradi tu Marekani na Israel zisitishe mashambulizi yao. Huku akisema kwamba hakuna mawasiliano yoyote hivi sasa, Araghchi ameongeza kwamba ikiwa Wamarekani wanataka kuzungumza na sisi, wanajua jinsi wanavyoweza kuwasiliana na mimi, alisema Araghchi. Mwisho wa kumnukuu. Irani na Marekani zimekuwa zikishiriki katika mazungumzo mapya ya nyuklia, huku duru ya hivi karibuni ikifanyika siku mbili zilizopita. Araghchi pia amethibitisha kwamba Irani inashambulia kambi za Marekani katika eneo hilo, lakini anaielezea kama kitendo cha kujilinda. Wakati hayo yakichomoza, jeshi la Israeli lilitangaza kuwa limekamilisha shambulio kubwa dhidi ya utawala wa Iran. Taarifa ya jeshi ilisema, na hapa nanukuu, moja ya mashambulizi haya yalifanywa kwenye mfumo wa ulinzi wa anga juu SA-65 huko Kermanshah, magharibi mwa Iran. Taarifa hiyo iliendelea kusema, mashambulizi haya yalifanywa kwa lengo la kuanzisha na kuimarisha uhuru wa vitendo wa jeshi la anga la Israel juu ya anga ya Irani, ili kudhoofisha uwezo wa walinzi wa mapinduzi na vitisho dhidi ya eneo la ndani la taifa la Israeli. Ofisa wa jeshi la Israeli anasema maofisa kadhaa wenye ushawishi wa utawala wa Irani wameuawa katika mashambulio ya leo. Ofisa huyo anasema maeneo matatu ambapo maofisa wa serikali ya Irani walikuwa wamekusanyika yalishambuliwa kwa wakati mmoja wakati wa operesheni hiyo. Shambulio hilo lilipangwa kwa muda wa miezi kadhaa na ujasusi kubaini fursa ya kuchukua hatua wakati maofisa wakuu wa serikali wangekutana. Wanaongeza kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF limekuwa likifanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na jeshi la Marekani ili kupanga orodha ya thamani ya shabaha zake. IDF iko tayari kushambulia Irani tena ikilazimika kufanya hivyo, wamesema. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.